11. Zawadi kubwa kabisa ya Mungu kwa wanadamu. Alhamisi, Oktoba 26. Zawadi kubwa kabisa ya Mungu kwa mwanadamu ni ile ya akili au fahamu. Ufahamu ni uwezo ambao kwao mwanadamu hupata ujuzi wake wa falme mbalimbali za muumbo na za hatua mbalimbali za uhai, kadhalika na vingi ambavyo havionekani. Akiwa na zawadi hii ndani mwake mwenyewe, yeye ni jumla ya viumbe vilivyotangulia anaweza kuzifikia falme hizo, na kwa zawadi hii, mara nyingi anaweza, kupitia maarifa yake ya kisayansi, kuwa maono ya kinabii. Akili, kwa kweli, ni zawadi ya thamani mno aliyopewa mwanadamu kwa baraka ya Mungu. Mwanadamu peke yake, miongoni mwa viumbe vyote, ana uwezo huu wa ajabu. Muumbo wote uliomtangulia mwanadamu umefungwa na sheria kali ya asili. Jua kuu, kaumu ya nyota, bahari kubwa na bahari ndogo, milima, mito, miti na wanyama wote, wakubwa au wadogo, hakuna hata kimojawapo kinachoweza kuepuka kutii sheria za asili. Mwanadamu pekee ndiye mwenye uhuru, kwa ufahamu wake au akili, ameweza kuzimiliki na kuzitumia baadhi ya hizo sheria za asili kulingana na mahitaji yake mwenyewe. Kwa uwezo wa akili yake amevumbua njia ambazo hazimwezeshi tu kupita katika mabara makuu kwa magari moshi yaendayo kasi na kuvuka bahari kubwa kubwa kwa meli, bali kama samaki husafiri chini ya maji ndani ya manowari, na akimwiga ndege, huruka hewani katika vyombo virukavyo. Mwanadamu amefaulu katika kutumia umeme kwa njia mbalimbali, kwa mwanga, kwa nguvu za kuendesha mashine, kwa kupelekea ujumbe kutoka sehemu moja ya dunia hadi nyingine, na kwa umeme anaweza hata kusikia sauti iliyoko umbali wa maili nyingi. Kwa zawadi hii ya ufahamu au akili ameweza pia kutumia miale ya jua kuchukua sura za watu na vitu, na hata kukamata umbo la vitu vya mbali vya angani. Tunaona kwa njia zisizohesabika mwanadamu ameweza kuzielekeza nguvu za asili kulingana na matakwa yake. Inasikitisha sana kuona jinsi mwanadamu anavyotumia zawadi yake aliyopewa na Mungu kuundia vyombo vya vita, kwa kuvunja amri ya Mungu usiwe, na vile vile kuivunja amri ya Kristo ya upendaneni. Mungu aliwapa binadamu uwezo huu ili utumiwe kwa maendeleo ya ustaarabu, kwa manufaa ya wanadamu, kuzidisha upendo, mapatano na amani. Lakini mwanadamu anapendelea kutumia zawadi hii kwa kuharibu badala ya kujenga, kwa dhuluma na udhalimu, kwa chuki na ugomvi na uharibifu, kwa kuwaangamiza viumbe wenzake ambao kwayo Kristo aliamuru awapende kama ajipendavyo mwenyewe. Ninatumai kwamba mtatumia fahamu yenu kuleta umoja na utulivu kwa wanadamu, kuleta uongofu na ustaarabu kwa watu, kueneza upendo kwa wote wanaowazunguka, na kuleta amani ya ulimwengu mzima. Jifunzeni sayansi mbalimbali, pateni maarifa zaidi na zaidi. Kwa hakika mtu anaweza kujifunza mpaka mwisho wa maisha yake. Tumia elimu yako daima kwa manufaa ya wengine, ili vita vikome katika dunia hii nzuri, na jumba tukufu la amani na mapatano liinuliwe.
Jitahidini ili kwamba mawazo yenu makuu yaweze kutambulika katika ufalme wa Mungu hapa duniani, kama yatakavyokuwa huko mbinguni.